Hujambo na karibu kusikiliza matangazo yetu ya leo kutoka JCTV, chombo chako cha habari ambacho kinarusha matangazo yake kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Tulionayo hii leo. Baada ya wito wake wa mgomo uliolenga kupinga rasimu ya sheria ya kura ya maoni inayolenga kurekebisha au kubadilisha katiba, upinzani nchini DRC unaongeza juhudi zake. Mkutano wa kukaa chini kwa amani, sit-in, ulipangwa kufanyika leo Ijumaa katika viwanja vya makao ya bunge la taifa mjini Kinshasa. Na mitihani ya kitaifa imeanzishwa Alhamisi nchini DRC, huku zaidi ya wanafunzi milioni 1 wameshiriki katika zoezi hilo. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Useni, karibu. Habari kamili. Baada ya wito wake wa mgomo uliolenga kupinga rasimu ya sheria ya kura ya maoni inayolenga kurekebisha au kubadilisha katiba, upinzani nchini DRC unaongeza juhudi zake. Mkutano wa kukaa chini kwa amani, sit-in, ulipangwa kufanyika leo Ijumaa katika viwanja vya makao ya bunge la taifa mjini Kinshasa. Awali, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Jean-Baptiste Kasekwa. Yeye ni naibu mwenyekiti wa chama cha ESIDE chake Martin Fayulu. Abedi alimuuliza ni kwa nini wanapinga marekebisho ya katiba. Haya hapa majibu yake. Tunaandamana kwanza kwenye kao la chama ESIDE ya bwana Martin Fayulu, sisi na vyama vyote tukingojea watu wengi wafike kama tulivyopatana, alafu tunaanja kusogea hadi hapo kikao cha bunge kusudi tupane ujumbe wetu ya kwamba hatutaki mpango wa hao wanabunge wa kupatana kwa bwana Tshisekedi njia ya kubadilisha katiba yetu, kusema kwamba katiba yetu inasema kama rais wa nchi amemaliza muhula wake wa pili ni sharti aondoke kwa salama. Tukisema ya kwamba katiba yetu kunako kipengele ya 209 inakataza hata mabadiliko yote ya katiba wakati nchi iko katika hali ya vita, katika hali ya dharura ambayo wanaita etat de siege. Katiba yetu inapinga mwenendo wowote wa kubadilisha katiba kulingana na kipengele 218-19. Ndio kwa sababu ya maandamano yetu ya leo. Hapo tunakuwa tayari kwa kuendea kunako bunge la taifa. Tunaambiwa kwamba gavana wa Kinshasa Daniel Bumba amekataza maandamano yoyote. Unaweza kuthibitisha taarifa hizi? Tumezungumza, tulimwandikia kibarua kwa kumjulisha, sababu katiba yetu inasema kama mtu anataka kuandamana tunajulisha kiongozi wa mji. Tulifanya hii kwa kibarua. Tulikutana naye jana, anatuambia tubadilishe nafasi ya kikao cha kwetu. Tukamwambia kwamba ujumbe wetu tunaenda kuutoa kwenye bunge la taifa. Vyama vingine vimeruhusiwa kukusanyika hapo kunako bunge la taifa. Ni bunge letu sote, si bunge la bwana Tshisekedi. Sababu gani wanazungurusha waaskari? Alafu sisi tunasema hata kama wametia waaskari wapende wasipopenda, tayari sisi tutakaa hapa tutoe ujumbe wetu kwa ulimwengu wote kwamba mpango ambao Tshisekedi anaingia ndani hatuutaki, sababu ni mpango ambao si halali kulingana na katiba ya nchi yetu, na kulingana na hali ya vita ni mpango ambao unataka kugawa nchi yetu kusudi hawa ambao wanapatikana Goma na Bukavu watasema hawatambue katiba ambayo bwana Tshisekedi atashikutia hapa. Watasema nao watatia katiba yao kule, na majimbo ingine wakati ataona Kivu imeenda katika mpango wa kugawanyana, hatujue Katanga itashikamata namna gani, Kongo Central, Ituri itafanyika namna gani. Mpango huu ambao bwana Tshisekedi anakuwa nao ni wa kugawa nchi yetu. Hata tumtumie wa askari ngapi, hatutarudi nyuma, hatuwezi kumruhusu agawe nchi ya kwetu. Na kama serikali haitasikiliza malalamiko yenu, nini mnapanga kufanya kitu gani? Sisi tumeamua kufanya maandamano ya amani, hata kama tatufunga 3,000, 10,000,
tunaanza leo na maandamano yataendelea. Bwana Tshisekedi hawezi kuwa na nguvu kuliko wakongomani wote. Sisi bila silaha, lakini kulingana na msimamo wetu, hatutaogopa kufungwa, hatutaogopa chochote. Tulisema tuko tayari kupigana hadi mwisho, na tulileta Bwana Kabila kuachana na mpango huu wa kukagamia madaraka. Bwana Mobutu alikimbizwa wakati alikuwa amesema hata atakufia kwenye kiti cha madaraka. Bwana Tshisekedi hatashinda nguvu peple Kongole ambayo tayari imesimama, kama vile ilionyesha wakati ya hii tuliita ville morte ya tarehe 3 ya mwezi huu tunao. Sasa ninyi kama upinzani mna wasiwasi gani kubwa katika mpango huu wa marekebisho ya katiba ambao umeanzishwa na serikali ya UDPS na serikali madarakani hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Jambo la kwanza, mpango huu ni tofauti na katiba. Kipengele ya 212 inasema katika nchi yetu kuna mambo ambayo haiwezi kubadilishwa. Kwa mambo hayo kunakuwa idadi ya mandeti ya rais. Tulikubaliana kwamba hatutaki tena tuishi hali sawa hii ya Mobutu, mtu ambaye anakamata madaraka kimabavu na ananisubiri mpaka vita ndio iweze kumwondoa pale. Jambo la pili, mpango wa kubadilisha katiba muda wake hauwezi kukubalika. Nimetoka kukuambia tunakuwa katika hali ya mgawanyiko wa nchi, hali ya vita, hali ya etat de siege. Watu hao ambao wanashikilia Bukavu na Goma, jambo ambalo wanalikosa tu kusudi wajitangaze nao kuwa nchi mpya ni katiba. Sasa Bwana Tshisekedi inaonekana amekubaliana na watu hawa kusudi awatolee katiba hii, wakati sisi tutaipinga nao wanaipinga. Wanasema eti wao wanabakia na katiba ya zamani na watakuwa wamepata kile ambacho wanakosewa hadi leo. Jambo la tatu, Bwana Tshisekedi anapatia wanabunge eti ndio wataandika katiba mpya. Sheria yetu haikupana madaraka haya kwa wanabunge. Wanabunge walichaguliwa kusudi waweze kuvote sheria ambayo inaruhusiwa na katiba, na ya pili waweze kufanya uchunguzi juu ya mwenendo wa serikali. Hawakupewa madaraka ya kuua katiba na kuandika katiba mpya. Ni kusema jambo ambalo Bwana Tshisekedi anataka kufanya, katiba yetu haitambue na wakongomani wengi wataipinga, kiasi kwamba hata wengine ambao hawatavumilia kama sisi kwa kupinga mpango huu kwa amani bila silaha. Lakini mpango huu unaleta hatari. Kunaweza kuwa hata watu wengi ambao wataingia katika shariba kukamata silaha, na nchi yetu itakuwa iko inaingia katika hali ya vita, hata katika majimbo tofauti na hayo ambayo tayari iko ndani ya vita kama Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Jambo la tatu, Bwana Tshisekedi anasema eti atafanyisha referendum. Referendum ataifanyisha na watu ambao waliorozeshwa mwaka gani? Maorozesho ya wakongomani wa kuchagua yalifanyika kunako Aprili 2023. Kuna vita miaka 4, watu wengi wamefariki, vijana wengi wameeneza miaka 18, wengi wamekimbia, wako huko Bujumbura kama wakimbizi, wako Kampala, wako Kinshasa. Sasa ni gani ambayo itafanyisha mambo haya? Ni kusema mambo ambayo Felix iko na ni wizi kabisa, mchana kutwa. Tunaita ulimwengu wote kutokunyamazia jambo hili, sababu litaleta vita ndani ya Kongo, na vita inapozidi ndani ya Kongo ni nchi zingine ambazo zinatuzunguka nazo ambazo Bwana Tshisekedi atakuwa amezitia katika hatari. Sisi wakongomani hatutakubali, na tunaita ulimwengu wote kuweza kumkokota masikio, sababu jambo hili ambalo anataka kufanya ni rebellion sawasawa na ile ambayo inaendelea kufanyika huko Nord Kivu na Sud Kivu. Kwingineko ni kwamba mitihani ya kitaifa imeanzishwa Alhamisi nchini DRC, huku zaidi ya wanafunzi milioni 1 wameshiriki katika zoezi hilo. Zubei Ali na ripoti kamili.
Toleo la mwaka 2026 la mtihani wa kitaifa wa uchaguzi na maendeleo wa elimu na ufundi TENASOSPE ilizinduliwa rasmi Alhamisi hii ya Juni 11 mwaka 2026 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitihani hiyo ilizinduliwa na waziri wa nchi, waziri wa elimu ya kitaifa na uraia mpya Rais Samalu katika maeneo ya mji mkuu huko Kinshasa. Tathmini hii ya kitaifa inakusudiwa kwa wanafunzi wa mwaka wa 8 wa elimu ya msingi na inajumuisha hatua muhimu katika mchakato wa mwongozo wa elimu na taaluma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na Wizara ya Usimamizi, inalenga kuruhusu kila mwanafunzi kujielekeza kulingana na uwezo wake, matarajio yao binafsi na mahitaji ya maendeleo ya nchi. Kwa toleo hili, watahiniwa 1,654,905 wakiwemo takriban 48% ya wasichana wanahusishwa katika mitihani hii katika eneo lote la kitaifa na pia katika vituo kadhaa vya ng'ambo vikiwemo vile vya Luanda na Kabinda nchini Angola. Kwa upande wa jimbo la Tanganyika, toleo hilo liliongozwa naye waziri wa masuala ya elimu Musampwa Frederick, huku akibainisha kwamba takriban wanafunzi 20,286 wakishiriki mitihani hiyo. Miongoni mwao ni wanaume 10,575 na wasichana 9,711. Toleo hilo liliongozwa naye waziri Musampwa Frederick kunako senta ya Tanganyika ya kwanza Lycée Amani mjini Kalemi. Na sasa tujielekeze Kivu Kaskazini. Wazalendo wametibua shambulizi la waasi wa AFCM 23 na kuwasukuma nyuma huko katika kijiji cha Bibwe. Ramazani Kahambwe na mengi. Utulivu wa hali ya juu unaonekana Ijumaa hii Juni 12 huko Bibwe katika eneo la Masisi huko Kivu Kaskazini, baada ya mapigano kati ya waasi wa AFCM 23 na wazalendo hivi karibuni. Duru za ndani zinaarifu kuwa waasi hao walishambulia maeneo ya wazalendo mapema asubuhi Alhamisi Juni 11 wakitumia ndege zisizo na rubani kuwalazimisha wazalendo kuachana na nyanzifa hizo. Mapigano makali yaliendelea siku nzima. Waasi hao walipambana na wazalendo ambao walihimili mashambulizi hayo na kuwarejesha nyuma waasi hao. Madhara ya maafa au upotevu wa vitu bado haujajulikana, lakini Bibwe imesalia chini ya udhibiti wa wazalendo. Ijumaa hii asubuhi, utulivu uliripotiwa huko Bibwe ambapo wazalendo wanaimarisha hatua za usalama ili kukabiliana na maendeleo ya waasi. Wakati huo huo, msimamizi wa eneo la Lubutu, Sinani bin Masudi Jean-Claude, aliomba Alhamisi hii Juni 11 kuimarishwa kijeshi katika eneo lake baada ya kutokea tathmini ya vifo 6 wakiwemo raia 3 kufuatia mapigano kati ya FARDC na Maimai wanayejiita Jenerali Bukui mwishoni mwa wiki iliyopita. Mamlaka eneo la Lubutu ilionyesha kuwa uvamizi huo wa watu waliojiita jenerali ulikuwa na lengo la kupora silaha za FARDC. Kulingana na mamlaka, watu 14 walijeruhiwa na majumba kadhaa kuchoma moto. Raia waliuawa kwa kupigwa panga, hali iliyofananishwa na mauaji yanayofanywa na wanamgambo wa ADF, alisema kiongozi huyo. Aliongeza pia kuwa hayo sio mauaji ya kwanza kufanyika kwa jenerali huyo aliyejitangaza. Hali hiyo imesababisha raia kuyahama makazi yao na kujikita katika vijiji vingine. Angalau watu 32,000 wamejikuta katika maeneo ya Maiko, Kisangani. Jean-Claude Sinani amewaomba raia kurejea majumbani mwao, huku akiwahakikishia kuwa utulivu umerejea na eneo lipo chini ya udhibiti wa FARDC. Kati ya Jumamosi Juni 6 na Jumatatu Juni 8, wakazi wa Lubutu walijifungia majumbani mwao, huku FARDC na Maimai wanaojiita Jenerali Bukui wakipambana kwa siku 3 mfululizo. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alithibitisha uungaji mkono wa nchi yake kwa uhuru na utulivu wa eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa mkutano wake huko Cairo na mwenzake wa Kongo Felix Tshisekedi
katika ziara rasmi kutoka Jumanne Juni 9 hadi Alhamisi Juni 11, 2026, ili ripoti urais wa Misri. Katika taarifa aliyoitoa kwa vyombo vya habari na wajumbe wa nchi hizo mbili Jumatano Juni 10, 2026, mwishoni mwa mazungumzo yao ya pande mbili, mkuu wa nchi wa Misri alionyesha kuwa amezungumza kwa kirefu na rais wa Kongo kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Musa Useni. Kwa heri.